uchapishaji ya Africa Proper Education Network. Ndugu mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ndugu Anthony Mtaka, waheshimiwa wabunge mlioweza kufika, viongozi mbalimbali wa vyama na serikali, viongozi wa mashirika na taasisi mbalimbali, pamoja na wageni wote mliofika, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya kampuni ya uchapishaji ya vitabu ya Africa Proper Education Network na pia kwa niaba ya kampuni tanzu ya usambazaji wa vitabu ya Elite Bookstore Limited, tunashukuru sana kutupa heshima ya kuja kuzindua duka letu jipya hapa jijini Dodoma. Kwa ufupi kabisa, tumekuwepo katika harakati za kuandika, kuchapisha na kusambaza maarifa kwa miaka 15 sasa. Tulianza na kitabu kimoja miaka 15 iliyopita, mimi nikiwa mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na sasa tunajivunia kusema kuwa penye nia pana njia. Kwa kuungaunga, kudonoa na kudunduliza, ninaona fahari kusema kuwa mbegu iliyopandwa miaka 15 iliyopita imeanza kumea. Tayari tuna machapisho zaidi ya 200, na hapo tunawakilisha zaidi ya makampuni 150 ya ndani na nje ya nchi, ili kuwezesha upatikanaji wa vitabu katika maduka na taasisi mbalimbali za binafsi na za serikali. Safari bado ni ndefu na bado safari inaendelea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kazi ya kuandika na kuchapisha vitabu inahitaji wito na imani kuifanya, pamoja na uvumilivu katika kukubali faida kiduchu inayopatikana, ukizingatia kuwa jamii yetu inasemekana kuwa haina utamaduni wa kusoma vitabu, lakini msemo ambao sisi tunaukataa, na badala yake imani yetu ni kuwa watu hawajaweza kuelezwa vya kutosha kuhusu lulu zilizopo vitabuni. Kwa maneno haya, tunasema ni wajibu wa wanaosoma vitabu kama mkuu wa mkoa kuendelea kuwazonga wasiopenda kusoma, kuendelea kuwaringishia jinsi wao wanavyofanya vitu vyao vizuri, kuendelea kuwaonesha kwamba mafanikio yao yanaendana na maelezo na elimu wanayopata kwenye vitabu, ili wao wajue kwamba wanakosa sana kwa kutokusoma vitabu. Ni kwa imani hii kuwa tunasambaza vitabu na pia tunasambaza maarifa kwa kutumia tovuti zetu za kujisomea. Kiangalia upande wa nyuma, kuna matangazo yanayoonyesha Twende Shule na Lantern eBooks. Africa Proper Education Network pamoja na Elite Bookstore zinatoa huduma zake kupitia tovuti zao. Vitabu vyote ambavyo viko hapa na zaidi vinapatikana kwa wepesi kabisa kupitia mitandao yetu, ambako mtu anaweza akaagiza popote pale Tanzania na akafikishiwa kitabu popote alipo. Vile vinapopatikana kwa njia ya kidigitali ambavyo ni vya Kitanzania vinapatikana kwenye mitandao yetu, lakini pia huduma hii inapatikana, huduma ya duka hili yote inapatikana kwenye mtandao bila hata ya kukulazimu wewe kusogea katika maduka yetu. Pia tunao mfumo kwa ajili ya wanafunzi wa ngazi za msingi, elimu ya msingi, sekondari na A-level, ambayo inaitwa Twende Shule. Inapatikana katika tovuti ya twendeshule.com, ambayo ina mitihani zaidi ya 1000 yenye majibu yake, ina vipindi kwa njia ya video, ina masomo, ina notes za masomo, na pia ina majukwaa ya kujadili mada mbalimbali za kielimu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunayo pia maktaba ya kimtandao ya lantern.co.tz ambayo ina zaidi ya vitabu 500 na vinaendelea kuongezeka siku hadi siku kwa matumizi ya watu wa marika yote. Mtandao huu wa Lantern ni mahususi kwa ajili ya kusaidia kazi za Kitanzania kufika popote duniani. Tunaandika vitu vizuri, tuna maarifa mazuri, lakini yamefungwa ndani ya mipaka ya kijiografia. Tunaamini ni muhimu kuhakikisha tunakuwepo kwenye mtandao, kuhakikisha kwamba kazi zetu ambazo zinathaminiwa na vyuo zaidi ya 200 duniani zinaweza kupatikana. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo Lantern inayo.
Pia tuna vitabu mbalimbali vya kilimo, mitasari ya vitabu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani, vitabu maarufu kabisa. Kwa muda mrefu tumekuwa wateja wa maktaba za kimtandao za nje ya nchi, na kusahau pia kuwa sisi tuna lulu za kuupa ulimwengu vyenye thamani ya shilingi milioni 27 ili viweze kuchangia katika juhudi zako za kuelimisha Watanzania. Vitabu hivi ni vya aina mbalimbali na tumevichagua kutokana na umuhimu na thamani yake kwa wanafunzi na kwa jamii. Vipo vitabu vya shule ya msingi zaidi ya 1000, viko vitabu vya sekondari A-level pamoja na O-level zaidi ya 2000, viko yeye alale, aote, aamke akisema nataka kuandika aje. Kwa tunachapa vitabu vyake kwa sababu ni vitabu vyenye tunu kubwa. Viko hapa upande wangu wa kulia, naona Bibi Titi Nyerere na Safari ya Kanaani, Tanzia Patrice Lumumba, Sadaka ya John Okello, Mtumwa hadi Siti bin Saad. Ni baadhi tu ya kazi mahiri sana zenye utajiri wa Kiswahili, zenye historia. Tunataka tuhakikishe tumevuna yote tunaweza kuvuna kati yetu. Muda tulionao hapa ulimwenguni ni mdogo. Kwa hiyo walau tuandike hizo kazi zibaki. Tumekuwa watumwa wa maandiko ambayo si yetu, yanatueleza kwa namna ambayo tunaelezwa. Hatuna namna ya kujitetea. Njia pekee ya kujitetea ni kuziandika hizi kazi na kuzihifadhi. Zinaongea. Karibu sana Profesa Mbogo. Kwa hiyo tumeamua kupiga kelele kwa namna hiyo. Tungeweza tukasema tunakupatia vitabu vya milioni 5 ingekuwa ni zawadi. Tungesema milioni 10 ingekuwa ni zawadi. Milioni 20 pia ingekuwa ni zawadi. Tumesema tumpatie vitabu 50 potelea mbali, lakini tuwe tumesema kwamba mambo haya ni mema na yanafaa kuigwa. Tunaahidi pia kuwa tutaendelea kuunga mkono juhudi zako sisi binafsi, lakini pia tutawashawishi wachapishaji na wauzaji vitabu wengine wafanye vivyo hivyo. Miaka miwili iliyopita tulitoa pia zawadi kwa Maktaba ya Taifa, na saa nyingine tunajiuliza, tuna utajiri mwingi sana wa vitabu na tutakushirikisha, uwe rafiki yetu, pale inapowezekana uwe mshauri wetu, ili kwa pamoja tuweze kuendeleza ile kampeni ya kuzonga wasiotaka kusoma mpaka wagundue kwamba kutokusoma bwana, kutokusoma vitabu kuna hasara nyingi. Hatutaki kuwaambia kwa maelezo kwamba soma vitabu. Tunataka kuwazonga tu kwamba yote tunayofanya ukiona yanaenda vizuri, mfahamu bwana tumesoma vitabu. Itakwenda vizuri zaidi kuliko kuwafundisha darasani kuambia soma vitabu. Hiyo ni ngumu. Njia rahisi ni kuwaonesha kwa vitendo. Nihitimishe kwa kushukuru na kutakia utekelezaji mzuri wa majukumu yako na kuruhusu ratiba iendelee, ambako tuelekee kwenye zawadi hiyo tuliyokukabidhi. Mitandao ya kijamii wakati Facebook inaanza, lakini ikaja kacha mpya ambao mwisho wa mwaka watu walikuwa wanaonyesha vitabu walivyosoma, machapisho waliosoma na kuandika. Kwa hiyo ikanisaidia pia kuanza combine kazi zangu, kuweza kuonyesha mwisho wa mwaka nimepata elimu ipi kwenye kitu gani. Sasa baadaye kadiri nilivyokuwa nikiendelea kugrow, na mimi nikaanza kuweka utamaduni wa aina gani ya vitabu na nataka nijifunze nini. Sasa watu wengi wakia box ni kwamba hivi vitabu unanunua kwa criteria zipi? Mimi pia huwa napenda kuangalia watu ambao huko duniani huwa wanasoma nini. Kwani mtu kama Obama huwa anasoma kitu cha aina gani? Nikiona vitabu 20 naweza nikanunua vitabu 6. Being the president. Hivi mfanyabiashara aliyefanikiwa kama Bill Gates anasoma nini? Nikiangalia listi naangalia vitabu labda 5, 6. Lakini naweza ikahitaji kuangalia hivi nchi masikini kama Tanzania iliyokuja kumeji baada ya miaka 50 ikawa kwenye uchumi mzuri.
Walifanyaje? Sasa Tanzania ni vigumu sana kujua transformation zetu maana haziko documented. Ukienda Singapore, ukiwasoma wale viongozi wao kina Libya, unaona from third way to first way. Leo kajua kabisa kwamba kumbe wenzetu hii miti training Singapore hawakutraining kwa matembezi wala makongamano. Kuna namna ambayo walitrain Singapore. Mwaka 2015 kulikuwa na watu walikuwa na watania CCM. Bahati nzuri katibu wa NEC yuko. Wanasema CCM wana brandi Magufuli badala ya CCM. Kwa hiyo kabidi yangeshi kwa huko duniani huwa hili jambo jipya. Nikaenda kumsoma Modi India kwenye kampeni zake. He was above the party. Modi first, Modi second, Modi third. Ukisoma the Modi effect, utaona aina ya ile kampeni ya Modi India ilikuwa kwa aina fulani iko similar na kampeni za CCM 2015. Lakini nilitaka kujifunza namna ambavyo opposition wana behave vipi dunia zingine. Kwa ninaenda pia kutafuta nchi za aina hiyo. Na kuna mtu anakuwa kwenye adolescence anashindikanika kabisa. Ana drop kwenye shule, ana drop kwenye nyumbani, anakuwa cha pombe. Hizi behavior zote pia zina mengi kwenye madaraka na watu wa aina hiyo wapo. Lakini kwa nini ilikuja na power adolescence? Kwa sababu nimesoma pia behavior za viongozi wengi. Nikacombine zile behavior, nikaona kwamba hii inaweza tukapata kitu kama barehe hivi ya madaraka. Na naiandika na kufanya na collect literature ndani ya nchi yangu, nje ya bara la Afrika na huko duniani. Na nahusianisha kiongozi, nikimwona kiongozi na tabia fulani nataka nitafute character hii inapatikana wapi huko duniani. Kusoma vitabu kuna radha yake. Kwa sisi ambao hatujabahatika kwenda sehemu nyingi duniani, kusoma kunafungulia milango mizuri. Lakini mimi nimeona na waandishi wengi, na nimeona pia na tabia za wasomaji huko Tanzania. Kuna mtu ukimpa kitabu, na ndo nataka nimwambie Hamis kwamba moja ya kitu ambacho nakuombea kwenye umri wako ni Mungu atusaidie kampuni yako ya uchapishaji ifika alipo Penguin. Kuna mtu hataki kujua kitabu chako kinafaa, anatafuta nani printer. Hivi Penguin mwaka huu ameprint vitabu vya nani? Akishaenda pale Penguin akiangalia anaona pale Nabisa Moyo, Dejit, anamuona Obama kwenye Promise, anamwangalia nani, anamwangalia nani. Yeye kujua kwamba nani ameprint kitabu. Kuna watu wako driving na brand. Na akienda dukani kwa kama hapa, akiona unauza brand ya Penguin anajua hili ni duka serious. Sasa ni lazima kwenye generation tuseme kwa Tanzania, mimi ni muumini kabisa wa private sector, na naamini tutafika mahala pazuri ambako hata taasisi za serikali hizo chini ya Wizara ya Elimu watabaki na majukumu yao, ili baadhi ya vitu private sector ya Tanzania iweze contribute kupata kitu kilicho bora. Kwa hiyo huko nyuma nadhani wakati nasoma kitabu cha mtu mmoja, nilisema ipo faida kubwa ya watu kuandika. Kuna watu tutakuja kusimuliwa, lakini hakuna mahala kokote ambapo waliandika hisia zao. Angalau leo ukiingia dukani, mtu kama Mzee Mengi ataishi kwa sababu tunamsoma. Alimfuruki ataishi kwa sababu tunamsoma. Mtu kama Mzee Mtei aliandika From God to Governor ataishi kwa sababu tunamsoma. Marehemu George Kama ataishi kwa sababu tunamsoma. Mzee Mwinyi ataishi kwa sababu tunamsoma. Na ndio maana huko nyuma nilisema wapo watu wengi kwenye taaluma, private sector, politicians, policy makers,
religious leaders kuandika, na hata waandishi mahiri waandike, ili tujue kwamba huyu, hiki ni kitabu cha Jenerali Ulimwengu. Aliwahi kutoa vile vitabu vyake, mwendelezo wa zile makala zake, lakini watu wasome kwamba huyu ni mwandishi fulani wa Tanzania. Hata kama kesho hayupo, anaendelea kuishi kwenye mioyo ya watu. Na mimi nasema kazi ambayo umempa Profesa Mbogo, kazi kubwa ambayo sisi wenzako lazima tukusupport. Na Profesa Mbogo mimi nakupongeza sana. Sana. Wakati fulani alifariki yule mwandishi wa riwaya wa Nigeria, Chinua Achebe. Ndio mimi niliandika nikasema Chinua alikuwa mmoja ya Waafrika ambao walifanikiwa kumpa Mwafrika chakula cha ubongo chenye rutuba. Na kila Mwafrika alipokuwa kila chakula kile aliweza kuiheshimu Afrika. Na bahati nzuri knowledge ile walipatikana watu wenye akili wa kusema wasome watoto wa pole at least level fulani ya Watanzania wamesoma elimu ile. Lakini watu wasome kina Beni Mtogwa, tuone printing za kina marehemu hivi si msiba, kina kazi biendelee kuwepo, hawa kina Bibi Titi Mohamed, leo tuna Mheshimiwa Rais Samia. Lakini kwenye background watu watakuwa kusoma struggles za wanawake kwenye kuchangia uhuru wa Tanzania. Kwa ni vitu ambavyo ni lazima, na watu wa kudea kama ninyi ni lazima wawe supported. Kwa mimi sioni sababu gani ya mimi kutotoa mchango wangu. Hata kwenye mawazo ambayo nakuwa nayo tunaweza tukasaidiana, na nikuhakikishie tu kwamba na sisi wengine ukiacha mambo ya wanasii bado tuna mahusiano na wadau wengi. Kwa kama kuna eneo ambalo nadhani kwamba ninaweza nikachangia kufanikisha baadhi ya vitu vyako 100%, hilo ni jambo ambalo ninakugarantii. Na kuna watu nazungumza nao namna kuleta baadhi ya waandishi wakubwa lakini wanawake tengeza hapa fora. Noti waandishi baadhi ya wanawake waliotoa mchango mkubwa sana wa fikra kwenye bara letu. Mtu kama Davisa Moyo amekuwa na bodi, na naona juzi ameroji kingine how body works. Na mama mmoja yuko pale South Africa, Tuli Modensera, no longer whisper, nzuri sana. Kuna mama nadhani ulimuona, mama mmoja anaitwa Alikana Chomboli, alikuwa na challenge why some European countries wanaleta shida kwenye baadhi ya nchi za Afrika kwa kuchukua reserve zao za pesa. Lakini tunajaribu kutafuta pia watu ambao wakija hapa kuna siku watashawishika, pengine mtu kama ufanye printing ya vitabu vyao vipya mbele ya safari, kwenye kujenga confidence ya printers wetu wa ndani. Lakini nakutambua mena twende tu, ni mawazo haya mazuri. Kama kwenye michezo tunasema mwisho wa mwaka kule Taswa tunawadi mwana michezo bora, tunawadi watu kama kina Profesa Mbogo. Ni lazima tutafute forum ambao ni rasmi kabisa, kwenye nchi inafahamika, contributors wazuri, lakini printers wetu, na tuje na namna ambayo itakuwa na ubunifu wa kutambua. Ya kwanza ni shukrani. Manager operation ameeleza vizuri, lakini sio tu namshukuru mgeni rasmi kwa kubali kuja kwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu, lakini huyu mgeni rasmi tulimchagua rasmi kutokana na urasmi wake katika elimu kwa ujumla. Kwa watu ambao hawajapata fursa ya kumtembelea ofisini kwake, nawaambia kwamba ni bahati nzuri kwamba mgeni rasmi ni mrefu, kwa sababu ukienda pale vitabu vimekaa hivi kwenye deski yake na amevisoma vyote, na amenazidi kuongezeka. Angekuwa mfupi wala usingemwona, ungeanza kujiuliza mkuu wa mkoa yuko wapi. Ni mtu anayesoma sana na anatumia anachokisoma katika kazi yake, na ndio maana tunaona ni mfano bora. Lakini pili, kwa sababu Elite Bookstores na hata Network
lengo lao hasa ni kuleta elimu kwa watoto wa Tanzania. Ni vizuri sana kuona mgeni rasmi ambaye ameonyesha wazi kabisa kwamba ni zaidi ya mdau wa elimu, ni mkereketo wa elimu, ni mchokozi wa elimu, ni mtu ambaye anafanya kwa vitendo kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafanikiwa katika elimu. Kwa hiyo namshukuru sana, kwanza kwa jitihada zake zile, na pili kwa kukubali kuja. Hili napenda sana kumshukuru Hermes. Hermes ni mfano wa aina mpya wa mjasiriamali jamii. Kwanza ni mjasiriamali, yani Hermes ukikaa naye utaumwa kichwa, kwa sababu kila dakika 5 amepata wazo lingine. Lakini sio tu anapata wazo lingine, analifanyia kazi. Ndio maana wakati wachapishaji na wenye maduka ya vitabu wengi wanalalamika kwamba hali ni ngumu, na ni ngumu kweli, sio uongo, huyu anazidi kupenya na kuhakikisha kwamba anafikisha vitabu kwa Watanzania. Ndio ujasiriamali jamii, anapata faida yake katika kutumikia jamii, na ndio lengo lake. Tatu, bahati mbaya hakuweza kuwepo, na mshukuru Marco Tibasima. Kama umevutiwa kuona jalada la Mabala